Jamani, ni kwenye mtaa wa Bomba la Bure tena. Bwana, kuna paka amekutwa amekufa akiwa na hirizi 3, lakini pia akiwa na chupa cha damu kwenye mwili wake. Kimefungiwa kwenye mwili wake. Mtaa huu unapatikana kwenye kata ya Magomeni, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Na kama unakumbuka, siku chache zilizopita Faida Online TV tuliripoti taarifa kama hii ya paka ambaye alikuwa amekutwa naye amekufa, ila yeye alikuwa na hirizi 8, lakini hakuwa na chupa cha damu. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Hiana, tumefika moja kwa moja kwenye eneo la tukio siku hii ya leo ya Aprili 14, 2026 na kukuandalia taarifa hii. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Nimelala tena ninaumwa. Kwa hiyo mtoto ameamka asubuhi ya deki, tunaniambia mama kuna paka barazani amekufa. Mimi nikatoka mlango wa nyuma nikaja kushuhudia. Basi ndio ninachokijua. Kwa majina naitwa Amina Lijuni au maarufu Biti Lijuni kutoka Bomba la Bure. Ni mkazi maarufu hapa Bomba la Bure. Nimezaliwa hapa, nimesoma hapa. Hii ni awamu ya pili wanapatikana mapaka wa aina hii. Na kinachonishangaza, paka kule wa kwanza alikuwa wa kukonda, sababu kwenye nyumba zenyewe za ajabu ajabu. Na huku amenenepa. Paka wa huku nyumba zinaonekana kabisa sema hizi maarufu. Ina maana huyu paka analelewa vizuri. Paka ana hirizi 3 pamoja na chupa ya damu juu. Kwa hiyo hali namna hii inatushangaza, inaonyesha hawa mapaka kila nyumba paka wake, sababu mbona huyu huko amenenepa na kule alikuwa amekonda. Kwa hiyo hii hali inatutia aibu Bomba la Bure. Tunafanya biashara, wana mama tunahangaika, lakini tunaishia kukonda, tunakausha damu. Hatupati maendeleo yoyote yale. Yani kila siku utasikia mtu amenyang'anywa kitanda, amenyang'anywa redio, yani na kujituma tunajituma. Kwa hiyo hii hali Bomba la Bure inatushangaza. Kama hawa watu hawa wachawi hawa, watu wache kidogo, watupe nafasi, tumeshindwa. Na wengine tuna watoto wetu mikoani huko wanasema mama mimi kwa hiyo siji. Ina maana inatisha. Nyumbani kila siku paka anahirizi 10, anahirizi ngapi? Kwa hiyo watoto wetu wanashindwa kuja nyumbani. Naitwa Monica John Kanonyele. Ni mkazi wa Magomeni, mtaa Bomba la Bure. Kwa matukio haya kwa kweli hayajatupendeza. Kwa sababu huu mtaa ni mtaa ambao una wanawake wapambanaji sana, lakini maendeleo yao ni duni. Ila tunamshukuru Mungu kwa kutufunulia hili. Ombi langu au rai yangu, watu wa Bomba la Bure tukazane kumuomba Mungu. Mwajuma Hamisi, nakaa Bomba la Bure. Mimi nimekuja hapa nimemwona paka kavaa hirizi 3 na chupa mgongoni. Hila jamani, tunasema nini hatari katika nchi yetu, mtaa wetu. Mtu kwenda anatafuta riziki, lakini mtu mwingine maisha ya mtu hayapendagi kuchafua maisha ya mtu, kuchafua mtu maisha yake. Kwa maana hiyo mnaofanya hivyo jamani, naomba mpunguze kashikashi. Mimi naitwa Saidi. Ni mtu aliwale, sio mtu wao. Ila nimekuja tu kama siku 10 zilizopita. Lakini bahati mbaya nilitoka. Ila kabla sijatoka kwenye mazingira ya huu mji, nikaja hapa kwa huyu mama aliniita. Kwa mazingira yake jinsi alivyo, ni mtu ambaye anaumwa sana muda mrefu. Kwa hiyo nilipokuja nikamuelekeza bwana, akanielekeza niangalizie kwa imani kwangu. Nikaangalia nikamwambia hapa sio babaya, lakini mazingira ndio yalivyo ndani, kwa mazingira mapepo mabaya ambayo anakuja kukusumbua. Kwa hiyo ngoja nikuwekee mtego ili jambo baya ambalo litakuja kutokea, maana akitoja kuliona kwa macho. Kama kitu ambacho kitatokea ambacho kiko tofauti na mazingira ya kimazingira ya kidunia, mazingira yakiona. Kila ambayo yapo paka mtia mlangoni kwa madai ambayo nimeyapata, na nikamuona mimi, nikamchukua nikaenda kumpeleka pembeni, nikamchoma moto. Lakini kilichoendelea hapa nyumbani ndio ambacho kimeendelea, mimi siwezi kujua nini kilitokea. Naitwa Athmani Jumbe, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bomba la Bure. Hili jambo leo kwa mara ya pili linatokea. Sasa hili jambo kama limetokea kwa mara ya kwanza ni swala ambalo la kudhalilishana. Matukio ambako yanatokea wenye nyumba wanadhalilika kwa sababu tayari kunakuwa na imani nyingine kwamba kuna wana mambo ya kishirikina. Lakini athari nyingine ya mtaa wetu inajengea sifa mbaya ya mtaa, kwa sababu sasa hivi ataogopa kuja kupanga mtu
kwenye mtaa wetu, lakini vile vile kuna watu wengine wanaamua kuuza viwanja, lakini watu watashindwa kuja kununua viwanja. Lakini kiufupi vile vile maendeleo ya mtaa hayataenda. Kwa hiyo mtaa wetu tutakuwa tuna uharibu. Kwa hiyo ni waombe hili jambo, kama watu wanafanya kwa makusudi, kwa kuchafuana, kuanzia leo swala hiyo tabia ikome.